Tumsifu Yesu Kristo. Tunaendelea kumshukuru Mungu, na katika haya mambo ya Mungu, mambo mengine hatuna maelezo ya kutosha. Tunasema tu haya ni makuu ya Mungu, tunamshangaa, lakini cha maana zaidi ni kuendelea kumshukuru, kumwambia asante kama tulivyokutana siku ya leo, kumwambia asante kwa zawadi ya huyu baba, kwa baraka ya huyu baba katika jimbo letu, katika kanisa, na tumefanya hivyo. Asante hiyo ni katika hiyo sadaka takatifu ya misa aliyotuadhimishia baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Hilo ndilo ambalo tunaweza kumpa Mungu. Mambo ya Mungu ni makubwa, hayana maelezo. Zaburi wa 111 anasema matendo ya Mungu ni makubwa, yanapaswa kufikiriwa sana na wapendezwao nayo. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwe sana na wapendezwao nayo. Yafikiriwe sana katika tafakari ya ndani, na hapo hatutapata majibu, lakini basi tutakuwa tunakuwa katika kuelewa Mungu alivyo mkubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuchukua nafasi hii kutoa shukrani kwa uwepo wenu wote, hasa kwa mapadi ambao wamejitahidi kufika. Najua maparukiani kuna mambo mengi, na kesho ni siku tena ya jubilea mapadi, ni lazima wote wawepo. Basi naamini hakuna wasio wote wameweza kufika, lakini namba kubwa ya mapadi imefika kuwakilisha. Nawashukuru sana mapadi, asanteni sana. Nawashukuru watawa wa kiume na wa kike ambao mmekuja katika sala hii ya shukrani. Kwa namna ya pekee tunawashukuru ndugu na jamaa ambao wametoka kule Kilema na sehemu nyingine ambako baba amehudumia, na sehemu nyingine. Huyu baba ana watu wengi, hata mpaka sasa wanaotoka sehemu mbalimbali mpaka Dar es Salaam mpaka Arusha kwa ushauri, kwa maungamo. Kwa hiyo naamini wengi mko hapa. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu, kwa niaba ya wale wengine wote ambao kuweza kuwepo. Waimbaji asanteni, hasa utoto wa Yesu. Kumbe mnajua kuimba vizuri. Alafu kwa hiyo leo mpaka mmechukua nafasi ya mapadi na masista kabisa. Yaani mmeketi hapo, yani special. Hongereni sana. Na washukuru sana utoto wa Yesu pamoja na waimbaji kushirikiana na watoto. Neimba vizuri sana katika misa itakatifu. Asanteni sana. Tunatoa shukrani za pekee kabisa kwa baba askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Arusha, ambaye amefika. Kama mnavyofahamu, huyu ni mlezi wetu wa sinodi, ndio anayetusindikiza katika sinodi, lakini yeye mwenyewe ametuambia kwamba alipigiwa simu na baba Lui kwamba afike katika ibada takatifu ya misa. Na hata baba askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam amepigiwa simu na yeye mwenyewe, baba Lui amempigia, naomba uje leo kwenye misa ya shukrani kuniombea. Na pia baba askofu mkuu wa Arusha amealikwa rasmi na yeye. Kwa hiyo muone jinsi anavyotambua mamlaka, kama mlivyofundishwa kwenye mahubiri. Anaomba simu apige mwenyewe kwa maaskofu na wametii. Huyu ni padi tu, lakini yani hilo jambo lilivyo kubwa wametii. Tunawashukuru sana mababa askofu kwa kufika kwa ajili ya hii sherehe ya baba yetu mpendwa. Tutakuwa na nafasi basi ya kualika kila mmoja aseme neno, lakini kwa vile baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam ndiye atakayemalizia, ningependa niseme pia kitu kidogo lakini kikubwa kinachomhusu baba. Jana akiwa safarini tumepata habari kwamba ameteuliwa na baba mtakatifu kuingia katika baraza lake, Dicastery of Religious and Apostolic Societies.
Kwa hiyo yeye sasa huyu ni ameingia kwenye hilo baraza, amechaguliwa rasmi, ni ofisi kubwa sana. Kwa hiyo sasa sisi hatujafahamu itakuwaje, lakini sio kwamba anahama jimbo la Dar es Salaam. Mimi ninachofahamu ni kwamba, maana sisi tumekaa Roma kwa muda mrefu, haya mambo tunayafahamu. Sio kwamba anahama Dar es Salaam, usianze kuogopa. Atakuwa anaenda Roma kwa mara nyingi sana. Na kama akuwa na passport inaitwa ni Vatican passport, atakuwa na Vatican passport sasa, ili aweze akiitwa na Baba Mtakatifu wakati wote aweze kwenda kwenye vikao vyake, vikao vya watawa wale ambao kuna watawa ambao wanaitwa religious congregations na apostolic societies. Sasa hizo zote zina watu wengi na zinakaliwa ni sehemu ya mabaraza ya Baba Mtakatifu. Kwa hiyo amechaguliwa jana akiwa safarini. Naomba tumpongeze. Kuna mashirika mengi hapa jimboni ya kiume na ya kike, ya watawa wa kiume na wa kike ambao wanatafuta kuwa wengine ni diocesan right watambuliwe, wengine ni apostol, wengine wawe of pontifical right. Sasa ni kukaa karibu na Baba. Mwambie uende kule Baba, utuangalie, tunataka kuwa pontifical. Tunataka kuwa diocesan. Tumekaa hivi kwa muda mrefu tu. Tunataka tutambuliwe na Baba Mtakatifu, ili ongeongee naye hapo pembeni. Baba, unapofika huko ndio huyu hapa. Tumshukuru Mungu. Sasa ninavyomfahamu yeye, huyu ni philosopher. Si rahisi aongee haya yote. Mimi naongea kwa sababu sisi ni watu wa scripture, ni watu wa pastoral, tumezoea kuongea sana. Sasa kwa heshima kubwa napenda nimkaribishe Baba Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Arusha atoe salamu kwanza, alafu baadaye nitamkaribisha Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Arusha. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanyiwa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema. Na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.